naomba ufafanuzi wa masuala haya. Karibu sana. Asante sana, nashukuru. Na kwanza nasema nikushukuru sana. Nasema wizara yenu, lakini hamuiogopi, sio? Mko fair kabisa na hilo linavyotakiwa kabisa. Kama mnauliza hata nyumbani kwenu na ili mweze kuyajua yale mengi zaidi ya hayo. Na nikushukuruni sana kwa haya ambayo mmeuliza, lakini naomba nimwambie ndugu yangu amena mchezo. Sisi Zanzibar hatuiti mashule. Bali kwa sababu ni skuli. Kwa lazima tuanze na hapo. Maana bahati ile njema jana nilihudhuria katika kufungua mafunzo kwa waandishi wa habari kuhusiana na matumizi mazuri sana ya lugha yetu ya Kiswahili. Na wakati anakuja kwa nasikia kwenye redio wale Aziza alikuwa anazungumza. Akamwambia Sabi Mwanahija kwamba ile somo lililowapa linafanya kazi na anajitahidi kutangaza ili atumie lugha vizuri asije akajikuta anateleza. Kwa ndani ni wajibu wetu na sisi kuona tunalinda lugha yetu adhimu ya Kiswahili. Na miongoni mwa mafanikio ambayo pia wizara tumefanikiwa ni hilo kwamba tulipokaa na wadau walikuwa wanalalamika sana kwamba wanahabari ndio nyinyi mnatumia vibaya lugha yetu ya Kiswahili. Kwa hiyo ambalo wizara ilikuja nalo ikasema basi ikaagiza BAKIZA kuandaa mafunzo kwa waandishi wa habari. Yameanza jana na leo hii manake yatakuwa yanamalizia. Kwa hiyo wito kwenu basi tutumieni vizuri lugha yetu adhimu ya Kiswahili. Hii ni lulu jamani. Kwa hiyo naomba hilo lichukue shule tuachie Bongo Zanzibar tuje na skuli. Na naomba nianze na masuala yako. Na okay, umezungumza kuhusiana na michezo maskulini. Ama kwenye skuli zetu, maana skuli hakuna maskuli. Sasa kwa upande wa michezo kwenye skuli zetu ni kwamba wizara yetu hii ya habari, sanaa, utamaduni na michezo imekuwa na mashirikiano makubwa sana na Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali. Na katika kujenga mashirikiano huko, mkurugenzi wa idara ya michezo katika Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali ni mjumbe wetu katika Baraza la Michezo la Zanzibar. Nini maana yake? Maana yake ni katika ile kuweka kiunganishi kizuri kati ya hizi taasisi mbili, kwa maana wizara inashirika na michezo, lakini na kule ambako wanafunzi wanaanza kujengwa wanasema kutoka ngazi ya chini. Kwa maana kuanzia watoto wa maandalizi, msingi, sekondari na kupanda juu. Na kweli udongo pata ulimaji. Lakini sasa je, watoto hawa kimaliza hatuwaoni. Inawezekana wewe huwaoni ama inawezekana huwaoni wote, kwa sababu inawezekana pia huwajui ni nani na nani wale ambao walikuwa wakicheza. Lakini miongoni mwa hao unaona wanawake ambao wanacheza mipira na michezo mingine, basi ni katika wale ambao walazia ngazi za huko kwenye skuli zetu. Wangapi ambao umeendelea sasa, maana hiyo ni kazi nyingine tuweze kufanya katika kuona je, wale ambao katika muda wao wa masomo walikuwa katika harakati za michezo na wanakwenda vizuri, na baada ya kumaliza ni wangapi ambao wameendelea. Hilo ni kazi nyingine ya ziada na tutaomba idara yetu ya michezo iweze kulifuatilia kwa kushirikiana lakini na Wizara ya Elimu ili tupate ile kuona ule muendelezo wake. Na katika hilo sasa, je, kwa nini watoto wa kike wamekuwa wakijibadilisha? Niseme kama wanajibadilisha kwa sababu hapo wengine tunawaona ambao hawajibadilishe. Hili tuseme kwamba mabadiliko ya tabia ya mtu hayatokani na kwa nini anashiriki michezo ama hashiriki michezo. Ni sasa na Asuli anasema kwamba uhuni hautokani labda kwa sababu wewe ni msanii au wewe ni mwanamichezo mwanamke. Uhuni unatokana na ile hulka ya mtu mwenyewe. Kwa sababu tunaona wahuni wanawake hapo kwenye michezo wala hapo kwenye sanaa, lakini ni wahuni. Tena huni wa utovu wa adabu. Na tunaona baadhi ya wanamichezo wanawake ambao wanalinda heshima zao. Na mpaka wanapoenda kwenye kuona wanacheza, basi mpaka wanakuta nywele yake pia huioni, kwa maana anaendelea kulinda mila, silka na tamaduni zetu. Kwa hiyo yale yanayotokezea mengine tunasema kwamba ni tabia ya mtu mwenyewe. Lakini hebu tusiweke ile taswira tukasema kwamba kuwa kwenye mchezo ndio uhuni. Mtu analala nyumbani akiamka wala hatoki, lakini muhuni kupindukia. Kwa hiyo uhuni ni tabia na matendo ya mtu. Kwa hiyo tutoe wito kwa jamii na kwa wazazi kwamba tuwape uhuru na fursa sawa watoto wetu wa kike na wa kiume ili wote waweze kushiriki. Kwa sababu kama tunashiriki katika maendeleo ya nchi yetu katika mambo mbalimbali, kwa nini kwenye michezo wanawake tuweze kuwabana? Na hii tuseme kwamba sasa vile tunavyokuwa na mwamko umeongezeka kwa wazazi wetu. Kwa hilo tunaomba sana kwa wazazi tuweze kulisimamia.